Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao Aprili 28, 2025 kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya Hakimu Mkazi Mwandamizi Godfrey Mhini, ambapo upande wa Jamhuri kupitia wakili wa serikali Mwandamizi Job Mrema umesema kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali. Hata hivyo, upande wa Jamhuri kupitia wakili Mrema walipouliza mbona mshtakiwa Lissu haonekani mtandaoni, Hakimu Mhini alimtaka askari magereza ajibu, ambapo alisema Lissu amegoma kusomewa maelezo ya awali kwa njia ya mtandao, ambapo Hakimu Mhini aliruhusu kesi kuendelea pasipo Lissu kuonekana na kesi hiyo ikaendelea. Katika kesi hiyo Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31 wakiongozwa na Alute Mgwai, Peter Kibatala na Jeremia Ntobesha, ambapo waliwasilisha mapingamizi. Na miongoni mwa hoja kuu za mapingamizi yao ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, huku wakitaka mtuhumiwa afikishwe mahakamani, kwani ili asomewe maelezo ya awali lazima upande wa Jamhuri, utetezi na mtuhumiwa wawepo mahakamani, sambamba na mtuhumiwa kusaini karatasi maalum ya maelezo kuhusiana na kile ambacho kinatajwa katika kesi hiyo. Na nukuu alichosema wakili Mpoki: hata kama mtuhumiwa angekuwepo mtandaoni leo tusingeweza kuendelea kwa sababu ingekuwa ni kinyume na sheria, kwa sababu sheria inataka maelezo ya awali yafanyike mtuhumiwa akiwepo. Awali upande wa Jamhuri kupitia wakili Mrema uliomba mahakama iairishe kesi hiyo kwa mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa upande wa mawakili watetezi kuwasiliana na mteja wao, ambapo kutokana na hatua hiyo Hakimu Mhini ameairisha kesi hiyo hadi Aprili 28, 2025 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mapingamizi hayo ya utetezi kwa njia ya mtandao ili kuona kama kesi hiyo isikilizwe kwa mtandao ama mshtakiwa afikishwe mahakamani. Na licha ya kesi ya uchochezi kuahirishwa, kwa sasa kesi nyingine haini inamkabili Lissu inaendelea kusikilizwa, na pale ambapo utafika mwisho kwa leo tutakufahamisha kile ambacho kimeamuliwa. Mimi ni Bakari Chijumba na habari hii imeandaliwa na Mikandaba.